Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Alikiba siku ya leo ameamua kuzungumzia sakata zima la msanii Diamond Platnumz, namna ambavyo linaendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Tumeweza kuona kuna baadhi ya wasanii ambao wanasainiwa katika lebo zao, alafu baadaye msanii Diamond Platnumz anaingia na kuwarubuni au kuwadanganya wale wasanii watoke katika lebo zao. Ukiangalia katika lebo ya msanii Harmonize, msanii Harmonize alikuwa na wasanii wengi sana katika lebo yake Konde Gang. Haswa ukiangalia alikuwepo Angela. Angela alikuwa ni msanii mzuri sana, anafanya muziki wake vizuri sana katika lebo ya Konde Gang. Lakini baadaye msanii Diamond Platnumz kupitia Zuchu, Angela akadanganywa na Zuchu na kupewa kijari, na hilo gari baada ya kupewa, Angela akaambiwa maisha yapo huku WCB hama huko Konde Gang, ili mradi tu Diamond aweze kuharibu muziki wa msanii Harmonize. Lakini ukiachana na Angela, kuna msanii Ibra. Ibra pia alikuwa ni msanii ambaye anafanya vizuri sana katika lebo ya msanii Harmonize. Lakini baada tu ya Harmonize kumalizana na Ibra, akamwambia Ibra, ukitaka kuondoka katika lebo yangu lazima ulipe bilioni 1. Sasa baadaye Ibra akaweza kuandika ujumbe mitandaoni kwamba mimi sina uwezo, sijawahi kufanya hata show ya bilioni 1, alafu bosi wangu anadai bilioni 1. Maneno yalikuwa ni mengi sana mitandaoni. Baadaye Diamond akaingilia hilo sakata na kumpatia Ibra kiasi cha bilioni 1 ili mradi aweze kumlipa Harmonize, alafu baadaye Ibra aondoke katika lebo ya Konde Gang. Hayo ni mambo ambayo Diamond Platnumz mara nyingi amekuwa akiyafanya. Akiona lebo inafanya vizuri hapa nchini Tanzania, ni lazima tu ataenda katika hiyo lebo na kuamua kuvuruga tu amani ya hiyo lebo au kuwadanganya wasanii waondoke, mambo kama hayo, ili mradi tu lebo yake WCB Wasafi iendelee kuwa lebo ya juu zaidi, iendelee kuwa lebo nzuri zaidi. Jambo ambalo ukiangalia hata kwa huko Nigeria mara nyingi sana huwa anamzungumzia Diamond katika hilo swala, kwamba amekuwa ni msanii ambaye ni mbinafsi sana, anatamani mafanikio aweze kuyaona katika lebo yake WCB Wasafi tu, na wala hatamani kabisa maendeleo yaweze kutokea katika lebo zingine kama Konde Gang, King Music na lebo nyingine nyingi. Sasa leo Alikiba ameamua kuzungumzia hilo swala ambalo mara nyingi sana huwa linazungumziwa mitandaoni, kwamba Diamond ana ile tabia ya kuchukua wasanii katika lebo nyingine. Na ukiangalia kati ya vitu ambavyo Diamond hajawahi kuvigusa ni lebo ya msanii Alikiba. Msanii Alikiba ana lebo yake King Music, lakini ukiangalia wasanii wake ambao huwa anawaingiza ni wasanii ambao wanafanya vizuri sana. Na ukiangalia kuna namna fulani hivi msanii Diamond Platnumz hatamanigi wala hapendi kupata matatizo na msanii Alikiba, kwa sababu anajua tu wapi alipotokea. Alikiba na Diamond, ngoja nikukumbushe kidogo, ni watu ambao tunaweza kusema wanafahamiana kwa muda mrefu, lakini pia ni watu ambao walishawahi kufanya kazi pamoja hapo nyuma kipindi ambacho ndo wanaanza muziki. Hivyo basi hao watu ilitokea tu ugomvi, mpaka leo hii hilo bifu lipo, lakini haimaanishi kwamba hao watu wanashindwa kushirikiana. Mashabiki wanatamani leo kesho itokee kolabo kati ya Diamond pamoja na msanii Alikiba, lakini inashindikana kutokana na lile bifu lao ambalo tayari walishalitengeneza wao wawili, Diamond pamoja na msanii Alikiba. Lakini pia ukiangalia siku ya leo msanii Alikiba ameamua kumpatia onyo kali msanii Diamond Platnumz, michezo ambayo amekuwa akiicheza katika lebo zingine kama Konde Gang. Na ukiangalia pia Yami, huyu msanii wa Nandi, yeye pia ndiye ambaye alimshawishi na Yami aweze kutoka katika lebo ya Nandi, na ndio maana mara nyingi sana huwezi kumuona Nandi yupo karibu na Diamond, kwa sababu anajua michezo ambayo Diamond mara nyingi amekuwa akifanya. Sasa Alikiba amedai baada tu ya kumsajili au kumuingiza msanii wake mpya huyu wa kike Mutima Wangu, ameweza kutoa onyo kwa wasanii ambao wana tabia kama ya Diamond, kwamba endapo msanii wangu nikapata mashtaka kwamba unamlagai au unamdanganya atoke katika lebo yangu, basi ni lazima tu nitakushughulikia na utakuja kukiona cha mtema kuni. Ni kama vile ameweza kumchimba tu mkwara mzito msanii Diamond Platnumz kwa hizo tabia zake ambazo mara nyingi amekuwa akizionyesha. Tochea maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.